أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا ووسيلتنا إلى ربنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل وقت وحين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. إخواني في الله، بعدكم حميد الحق جل وعلا na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna clip moja ambayo kwamba imetufikia kutoka kwa baadhi ya ikhwa katika ahlul ilmi, kimuonyesha kijana mmoja ambaye kwamba la naarifuhu, atumfahamu taban kabla ya hapo, kijana ambaye kwamba ni nakira, la yaarifu ku'ahu min bu'i, akijaribu kutuhumu sisi watu wa tariqa katika clip moja ambayo kwamba ilisambaa katika siku za nyuma, ambayo kwamba imenikusanya mimi, Sheikh Uthmani Maiko na Sheikh Al-Hadi Musa An-Naqshbandi, Allah yahfadhhum. Tulikuwa katika ziara ya makaburi ya masheikh na ulama ambao kwamba wamezikwa mbele ya msikiti ule wa Sheikh Al-Hadi pale Temeke. Sasa katika kilma ya Sheikh Al-Hadi kuna baadhi ya maneno ambayo kwamba alizungumza, ambayo kwamba ilmiyan yanaingia katika babu tawassul. Sasa kwa sababu ya uchache wa ilmu wa baadhi ya ndugu zetu, wakawa ni wepesi sana kujaribu kututuhumu kwa shirki na kufru wama ila dhalika. Lakini huu ndio uhalisia ambao kwamba aliutabiri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi. Alisema, sayati ala an-nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidha. Qila wa ma ar-ruwaybidhatu ya rasul Allah? Qal ar-rajulu at-tafihu yatakallamu fi amri al-'amma. Mtume alisema, sayati ala an-nasi, itawajia watu, sanawatun, miaka, khadda'atun, itakuwa ni mingi ya kuhadaa miaka hiyo. Taban bitabiati alhal, mwaka kama mwaka, siku, wiki na mwezi hauwezi kudanganya, lakini wanaokusudiwa hapa ni watu wa miaka hiyo. Watakuwa ni wingi wa uhadaifu na watakuwa ni wepesi kukubali zile mihadaiko ambazo kwamba watakuwa wakiletewa, zile hadaa ambazo kwamba watakuwa wakiletewa. Kaendelea akasema, yusaddaqu fiha al-kadhibu, atasadikishwa ndani ya miaka hiyo yule mrongo. Yani mtu mrongo kabisa, mtu yote ukimsikia kabisa unasema huyu ni mrongo, yosema urongo, ndiye atakayekuwa anasadikishwa. Uyukadhabu fiha as-sadiqu, lakini yule mkweli atakadhibishwa, ataonekana ni mrongo, wama ila dhalika. Kisha mwisho akasema, uyukhawwanu fiha al-amin, yule muaminifu ataonekana ndio mhaini, wayutamanu fiha al-kha'in, na yule mhaini ndiye atakuwa anaonekana
atakuwa ni mwaminifu. Kisha mwisho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafunga kwa kusema wayantiqu fiha arruwaybidha, na ndani ya miaka kama hiyo watakuwa wanaongea arruwaybidha. Qila wa marruwaybidha ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nini hao arruwaybidha, nkina nani? Qala, Mtume akasema arrajulu tafihu, mtu mpumbavu, mtu ambaye kwamba hajitambui, yatakallamu fi amri al-amma, atakuwa anaketi mbele za watu anazungumzia jambo ambalo kwamba linaihusu jamii, jambo ambalo kwamba linahusu mujtama wa watu. Sasa ni maajabu, akatokea kijana kama huyu, rajulun tafihun, mtu ambaye kwamba ni tafih, yatakallamu fi amri al-amma, azungumzia suala la jamii. Idhan tukaona hakuna budi, lazima tumweke sawa. Taban, na malengo mara nyingi ya hizi rudud si kwamba tumtoe yeye katika ule msimamo wake yule, la, sisi hatuko hapa kumlazimisha mtu aache msimamo wake afuate msimamo huu, la, tupo hapa kwa ajili ya kumuelimisha yeye kama ataka kuelimika, lakini hasa kuelimisha jamii, hawa watu ambao kwa maskini ya Mungu, ambao kwamba hawajui kitu, au ambao kwamba wanasadikisha kila ambacho kwamba wanachokisikia, ndio hasa ndio walengwa. Lazima tuwahurumie, lazima tuweke sawa, tuambie kwamba haya yaliyosemwa si sawa. Idhan, kabla ya kuingia katika maudhui yetu, lazima kwanza tuharrir mahallu nizaa, yani lazima tueleze kwamba ni sehemu gani ambayo kwamba huyu kijana ambaye kwamba ameshambulia ile clip au ametushambulia kiujumla sisi, ni sehemu gani ambayo kwamba hakuifahamu. Wa illa pasna kuharrir mahallu nizai, mimi nitakuwa nasema, yeye atasema, na mwingine atasema, lakini hatutofika. Tunaposoma sisi katika ulumi za masala haya khilafu, kabla haujaingia kuzungumza kitu chochote, yajibu awalan an tuharrira mahalla nizaa. Sasa mahallu nizaa, sehemu ambapo kwamba tunapozozana au ambapo kwamba kuna lugha gonga na baina yetu sisi na wao, yatamahwaru fi mihwarain takriban au 3 mahawir, takriban ni nukta 2 mpaka 3. Pointi ya kwanza ambapo kwamba ilomchanganya huyu kijana na wengine taban, ni sehemu ya kuhusu kusikia watu waliokufa. Je, watu waliokufa wanasikia ama hawasikii? Hii ndio nukta ya kwanza ambapo kwamba ilomchanganya. Lakini nukta ya pili ni kufaa kutawassal na watu ambao kwamba waliokufa. Je, hili linafaa au halifai? Nukta ya tatu ni kufaa kuzungumza na watu ambao kwamba waloko makaburini tayari washakufa. Je, hili lafaa au halifai? Hizi ndizo nukta 3 ambazo kwamba tukizifahamu, tukizielewa kisawasawa, kadhia hii itakuwa haina khilaf wala itakuwa haina mzozo, labda kwa mtu ambaye kwamba asiyetaka kufahamu tu. Kwa hivyo awalan tutaanza kumweka sawa katika kadhia ile ya kusema nyinyi mnazungumza na watu ambao kwamba waliokufa, na watu waliokufa hawasikii. Watu waliokufa hawasikii mnachokizungumza. Sasa awalan tutamweka sawa katika mafuhumu ya aya ile ya surati Namli aya ya 80. Je, mafuhumu ambayo kwamba iliyokusudiwa ni ile aliyosema ama kuna mafuhumu nyingine? Hapa mbele yangu na kitabu hiki Majmuu Rasaili Saqaf, mujallad wa kwanza. Ni kitabu hiki Majmuu Rasaili Saqaf, chapa ya Darul Imam Al-Rawas, Beirut, Lebanon, katika mujallad wa kwanza. Katika mujallad wa kwanza wa kitabu hiki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, katika ukurasa wa 141. Katika ukurasa wa 141 yosema Imam Hassan bin Ali Saqaf hafidhahu Allah ta'ala. Tasoma kwa haraka haraka taban kwa sababu maelezo ni marefu. Anasema
far'un fi ithbati anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yasma'u ba'da mautihi wa kadha sa'iri al-amwat. Hapa yuwathibitisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasikia baada ya kufa, lakini vile vile wafu wengine baada ya kufa wanasikia. Anasema i'lam yarhamuka Allahu ta'ala, fahamu Mwenyezi Mungu akurahamu, anna ba'dha man tawahhama anna al-amwata la yasma'un, hakika wale watu ambao kwamba, baadhi ya watu ambao kwamba waliodhani ya kwamba wafu hawasikii, dhannu, watu hawa walidhania anna qawla Allahi ta'ala, ya kwamba kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, wama anta bimusmi'in man fil qubur, aya hii ambayo kwamba inayosema ya kwamba wala wewe Muhammad huwezi kuwafanya wasikie watu ambao kwamba waloko makaburini, dalilan ala dhalik. Baadhi ya watu wamedhania kwamba hii ni dalili ambayo kwamba inajulisha ya kwamba watu waliokufa waloko makaburini hawasikii. Asema walaysa kadhalik, na mambo hayako hivyo, bal hadhihi al-ayatu, bal aya hii dalilu, ni dalili, ala anna al-kuffara, ya kwamba makafiri, al-musirrina ala al-batil, ambao kwamba wanaendelea kushika batili yao, lan yantafi'u bitadhkiri wal maw'idha, hawezi kunufaika na mawaidha na ukumbusho ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anawapa, kama anna al-amwata, kama ilivyo wale wafu, alladhina saru ila quburihim, ambao kwamba tayari wapo katika makaburi yao, la yantafi'u bima yasma'unahu, hawezi kunufaika kwa kila wanachokisikia, min at-tadhkiri, kutukamana na ukumbusho, wal mau'idha, na mawaidha, baada an kharaju min ad-dunya ala kufrihim, baada ya kutoka katika dunia na ukafiri wao. Fashabbaha Allahu ta'ala haulai al-kuffara al-musirrina bil amwat min hadha al-wajh. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafananisha hao kufara ambao kwamba waloko katika ukafiri wao na maiti kwa njia hii, kwa sababu wama anta bimusmi'in man fil qubur, hapa kuna kitu ambacho kwamba kinaitwa tashbihun baligh katika balagha. Kwa hivyo wajhu shabahi iko wapi baina ya kufar na amwat? Wajhu shabahi iko ya kwamba kama ilivyo watu ambao kwamba tayari washakufa hawawezi kunufaika na waadhi na mauidha, pia hao kufar ambao kwamba tayari nyoyo zao zishapigwa muhuri hawawezi kunufaika, kwa sababu hao ni kama maiti kwa upande huu. Tuko vizuri sana. Wanassa ala dhalika ahlu tafsiri faraji'uhu, na wamelieleza hilo watu wa tafsiri. Wa inni anqulu laka qawla wahidin minhum, na mimi nitakunukulia kauli ya mmoja tu katika ulama tafsiri. Jaa fi tafsir Ibn Kathir, imekuja katika tafsir Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir ni imamu ambaye kwamba anakubalika kwa pande zote. Mujallad ya 3 sahifa 560 fi tafsiri ayati, katika kuifasiri hii aya, wama anta bimusmi'in man fil qubur, wala wewe huwezi kuwafanya wasikie hawa makafiri ambao kwamba waloko katika makaburi ya ukafiri wao. Hii ndio tafsiri halisi ya aya hii, Surat Fatir 22. Anna al-maana, al-Imam Ibn Kathir aeleza maana ya aya hii, si hii ambayo kwamba alotoa huyu kijana mpotoshaji ya kwamba watu waliokufa wasikila. Sikia maana ya aya hii kutoka kwa al-Imam Ibn Kathir. Asema aya nakusudia, kama la yantafi'u al-amwatu ba'da mautihim, kama vile ambavyo kwamba hawezi kunufaika maiti baada ya kufa kwao, wasawruratihim ila quburihim, na kuwa kwao katika makaburi yao, wahum kufarun, hali yakuwa ni makafiri, bil hidayati wa da'wa, kwa uongofu na dawa, ilaiha, yani kwa kuwalingania hao kufara ambao kwamba wako makaburini, kuwalingania katika dawa, kama ilivyo baada ya kufa hawezi kunufaika. Kadhalika vile vile haulai almushrikun, hawa washirikina, alladhina ambao kwamba kutiba alaihimush shaqawa, ambao kwamba wameandikiwa uovu, la hilata laka fihim, huna namna ya kuongoza wewe Mtume Muhammad, wala tastati'u hidayatahum, wala wewe huwezi kuongoza, in anta illa nadhirun, hukuwa wewe isipokuwa ni mwonyaji tu. Kwa hivyo aya hii ambayo kwamba ameitumia huyu bwana katika kuonyesha ya kwamba
watu waliokufa au ulamai wale walioziko pale hawasikii, ameitumia aya sehemu ambayo kwamba sio. Kwa sababu unajua katika ulumi al-Qur'an tunaambiwa kabla hujafasiri aya kuna mambo matatu lazima ufahamu. Lazima ufahamu siyaqul aya, lazima ufahamu sibaqul aya, lazima ufahamu lihaqul aya. Yani aya kabla ilikuwa ikizungumzia nini kabla ya aya hii, na aya yenyewe inazungumzia kitu gani, na baada ya aya ile kunazungumziwa kitu gani, ndipo utakapopata mafuhumi halisi ya aya. Ama mtu kuchukua tu aya alafu ukaifasiri kwa hawa zako, hii ni makosa, utapotoka na utapotosha watu wengine. Sasa huyu bwana amepotea na ametaka kupotosha watu wengine kwa kuitumia aya sehemu ambayo kwamba sio kabisa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hii ni katika surati Fatir, lakini katika surati Namli aya ya 80 pia imekuja innaka la tusmi'u al-mauta wala tusmi'u summa ad-du'a idha wallaw mudbirin. Hii aya pia ilimchanganya katika kuifasiri. Aya inasema innaka la tusmi'u al-mauta, hakika yako wewe Muhammad huwezi kuwafanya watu waliokufa wasikie yani kusikia huku kwa masikio au kusikia kwa kuongoka. Tutasikia maneno ya ulama wanazungumza vipi. Wala tusmi'u summa du'a, wala huwezi kuwasikilizisha viziwi wito idha wallaw mudbirin, pindi wakipeana mgongo, wakikupa mgongo wakiwa wamegeuka. Sasa tuje kuangalia maneno ya ulama wanazungumzia vipi. Wanasema wa anta ta'lamu anna al-amwata la yuwalluna mudbirina ba'da al-'idhat wa at-tadhkir. Kuna ishara hapa ambayo kwamba inaonyesha katika hii aya ya kwamba al-mauta, wafu waliokusudiwa hapa si wafu walioko makaburini, bali ni wafu watu waliokufa nyoyo zao ambao kama ni kufara. Ushahidi ni wapi? Ushahidi ni kwamba idha wallaw mudbirin, pindi wakikupa mgongo ukiwa umegeuka. Sasa mtu aliyokufa anaweza kumpa mtu mgongo? Hawezi kupa mgongo kwa sababu amekufa, ametulia kaburini. Lakini wafu waliokusudiwa ni wafu wa nyoyo. Na mimi hapa nitakuthibitishia kutoka kwa maneno ya ulama ya kwamba ishara dhamiri hii idha wallaw mudbirin hairudi kwa viziwi peke yake, bali inarudi kwa viziwi na inarudi kwa kufar pia, kwa hawa almauta. Wacha nisome maneno katika tafsir ya al-Imam at-Tabari mujalladi wa 11 ukurasa wa 20 mpaka ukurasa wa 21. Anasema al-Imam Ibn Jarir at-Tabari, tunamfahamu sisi al-Imam Ibn Jarir at-Tabari, Abu Ja'far Ibn Jarir at-Tabari, huyu anaitwa Imamul Mufassirin, huyu anaitwa Imamul Mufassirin, Sheikhul Mufassirin. Hasa Ibn Taymiyyah alipoulizwa tafsiri bora zaidi alisema ni tafsiri ya al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir at-Tabari. Na ala fikra al-Imam Ibn Jarir at-Tabari, Abu Ja'far alikuwa na madhhabu yake kabisa. Kwa hivyo unapozungumziwa al-Imam Ibn Jarir at-Tabari, Abu Ja'far, si mtu wa kawaida, ni mtu ambaye kwamba anapimwa kwa matani, hapimwi kwa makilo. Anasema kwanza nasoma maneno ya al-Imam Hasan Thaqaf hafidhahullah ta'ala, anasema الضمير في قوله سبحانه، قول ضمير katika kauli yake Mwenyezi Mungu idha wallaw mudbirin aidun ala almauta wa ala sum. Dhamiri hapa inarudi kwa wafu na inarudi kwa viziwi. Lianna almurada, kwa sababu makusudio ya asum, viziwi hapa si viziwi wa masikio, la, ni viziwi wa nyoyo ambao kwamba hawataki kusikia uongofu. Na makusudio ya almauta si wafu waliokufa, ni wafu wa nyoyo ambao kwamba hawataki kusikia uongofu, ambao kama ni kufar. Asema li anna almurada bikullin minhuma alkufar wa hadha dhahirun badahatan. Anasema na kulifahamu jambo hili ni swala ambalo kwamba liko wazi kabisa, badaha. Yani taban al-Imam hapa anataka kuturudisha katika masala ya mantiki. Sasa tukisoma katika ilmu al-mantiq tunaambiwa kwamba al-ilmu yanqasimu ila qismain. Ilmu inagawanyika katika vigawanyiko viwili. Kuna ilmu daruriyun
na kuna ilmun badahiyun na kuna ilmun nadhariyun. Alilmu albadahi ndio hii inaitwa dharuri, yani ni ilmu ambayo kwamba haihitaji tafakuri katika kuifahamu, ni kitu ambacho kwamba hakihitaji tafakuri katika kukifahamu. Wanakutolea mfano watu wa mantiki na kuambia mathalan mtu kufahamu kwamba moto unaunguza, hii inahitaji dalili? Haihitaji dalili, ni kitu ambacho kama kila mtu anakifahamu. Mtu kufahamu ya kwamba mtu ikiwa mchana hivi kuna mwangaza na mtu unaweza kutembea pasi na kuhitaji dalili yote kwamba sasa hivi ni mchana. Walaysa yasihu fil adhhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili. Sasa watuambie ilmun badahiyun ni ilmu ambayo kwamba haihitaji tafakuri, na kuna ilmu nadhariyun ni ilmu au ni kufahamu kitu ambako kwamba kuna hitaji process ya tafakuri mpaka uweze kufanya nini, mpaka uweze kukifahamu. Sasa hili suala asema Imam hapa ni suala ambalo kwamba lafahamika badahatan, halihitaji tafakuri kubwa. Falmauta wasummu, kwa hivyo wafu waliokusudiwa katika aya hii na viziwi waliokusudiwa katika aya hii humul kufar, ni makafiri, lal ajsad, si miili ya watu waliokufa. Wanassa ala dhalika immatu muhaqqiqi almufassirin, na wamelieleza hilo maimamu wa hakiki wakubwa wa tafsiri. Akaanza na alimam Ibn Jarir at-Tabari, asema Ibn Jarir at-Tabari wa qawluhu, na kauli yake Mwenyezi Mungu, innaka la tusmi'u al-mauta, hakika yako huwezi kuwafanya wakasikia na wakaongoka hao makafiri ambao kwamba ni wafu wa nyoyo. Yaqulu, anasema Ibn Jarir at-Tabari, innaka, hakika yako wewe ya Muhammad, ewe Muhammad, la taqdiru, huwezi, an tufhima al-haqqa, kuwafahamisha haki, man tabaa Allahu ala qalbihi, mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amepiga muhuri katika moyo wake, faamatahu, akaufisha moyo wake. Rejea mwanzo wa suratul Baqara utafahamu haya. Lianna Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu, qad khatama alayhi, amempiga muhuri, alla yafahamahu, asiufahamu uongofu. Wala tusmi'u summa duaa, wala huwezi kuwasikilizisha viziwi hawa huu wito wa Mwenyezi Mungu. Yaqulu, asema Ibn Jarir at-Tabari, wala taqdir, wala huwezi, an tusmi'a dhalika, kuwasikilizisha hilo la uongofu, man asamma Allahu, yule ambaye kwa Mwenyezi Mungu amemtia uduko, uziwi, an samaihi, kusikia uongofu, samaahu, ameutia uduko katika masikio yake. Idha wallaw mudbirin, pindi wanapokupa mgongo na wakageuka wakaondoka. Ibn Jarir asema idhahum adbaru, pindi wakikupa mgongo, mu'ridhina anhu, wakawa wameupuuzia wito wa Mwenyezi Mungu, la yasmauna lahu, hawezi kusikia, lighalabati dini al-kufri ala qulubihim, kwa sababu ya kushinda dini ya ukafiri katika nyoyo zao, wala yusughuna lilhaqi, wala hawezi kuipulika haki, wala yatadabbaruna, wala hawezi kuizingatia haki, wala yunsituna liqaili, wala hawako tayari kumsikiliza yule ambaye kwamba anaisema haki, walakinnahum yu'ridhuna anhu wa yunkiruna alqawla bihi wal istimaa lah. Haya ni maneno ya al-Imam Ibn Jarir at-Tabari. Kwa hivyo al-Imam Ibn Jarir at-Tabari na maneno ya ulamai wengine ambao kwamba tulioyatoa yanatuthibitishia ya kwamba makusudio ya aya innaka la tusmi'u al-mauta si yale ambayo kwamba aliyosema huyu kijana wakati akishambulia ile klipu, bali ni makusudio mengine kabisa. Kwa hivyo huyu bwana ametumia aya sehemu ambayo kwamba sio, na malengo yake ni kupotosha. Kwa hivyo usawa ni vipi? Usawa ni kwamba watu ambao kwamba waliokufa wanasikia. Turejee katika sahihi Muslim. Hii hapa ni sahihi ya al-Imam Muslim. Katika sahihi Muslim, na ni kitabu ambacho kwamba kinakubalika kwa wao na kwetu sisi na kwa ulamai wote. Katika sahihi Muslim, katika sahihi Muslim hadithi ya nambari 2874, hadithi nambari 2874, anasema al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, na sanadin taisoma hapa. Haddathana Haddab ibn Khalid حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kwa sanadi hii kutoka kwa Anas bin Malik anasema
anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, taraka katla badrin, aliwaacha wale wafu wa Badri 3, siku 3. Yani wale kufara ambao kwamba walikuwa wameuliwa katika vita vya Badri, mtume aliwaacha siku 3. Thumma atahum, kisha akawajia, faqama alaihim, akasimama juu yao, fanadahum, akawa anawaita. Mtume anawaita watu ambao kwamba walofanya nini? Walokufa. Amekuja baada ya siku 3, akawa anawaita. Faqala, akasema, ya Aba Jahl ibn Hisham, ewe Abu Jahl ibn Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf, ewe Umayyah ibn Khalaf, ya Utbah ibn Rabi'ah, ewe Utbah ibn Rabi'ah, ya Shaybah ibn Rabi'ah, ewe Shaybah ibn Rabi'ah. Tunawafahamu hawa ni katika wale kufara ambao kwamba walikuwa wakimuudhi sana mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka siku ile anaswali ndani ya Kaaba, wakachukua fuko la ngamia, la uchafu wa ngamia, wakaenda wakamwekea mgongoni, na baada ya hapo mtume aliwaapiza wote, na katika vita vya Badri wote walikufa. Basi akawa anawaita, akawaambia, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kwani nyinyi bado hamjapata kila alichowaahidi Mola wenu kwamba ni kweli? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, hakika yangu mimi nimekipata kila alichoniahidi Mola wangu kwa nini ni haki. Aliposema hivyo, Sayyidina Umar ilikuwa bado hafahamu ya kwamba kumbe watu waliokufa wanaweza kusikia, akakimbilia kupinga, akasema riwaya inasema, fasami'a Umaru qawla nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Sayyidina Umar radiyallahu anhu akasikia kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hiyo, akiwaita wafu wale wa Badri. Faqala, akasema Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ewe Rasulullah, kaifa yasma'u, vipi wanaweza kusikia hawa wamekufa? Wa anna yujibu, wanaweza vipi kujibu? Waqad jayafu, halikuwa washakuwa ni mizoga hawa, mizoga hawashakufa, vipi unawaita? Qal, mtume akasema, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu ipo katika milki yangu, ma antum bi asma'a lima aqul, nyinyi hamsikii yale anayosema, minhum, kualiko wao. Allah, mtume asema ya kwamba nyinyi ambao kwamba mko hapa, masahaba zangu mnaonisikia, si kwamba ati nyinyi ndio mnaosikia zaidi kuliko waliokufa, la, asema ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum, lakini wao la yaqdiruna ayujibu. Allah, kitu ambacho kwamba hawawezi ni kujibu tu, hawezi kunijibu tu, lakini wao wananisikia zaidi yenu nyinyi. Thumma amara bihim, kisha mtume akaamrisha, fasuhibu faulqu fi qalibi badrin, wakakokotwa wakatupwa katika kisima cha Badr. Kwa hivyo hadithi hii katika sahihi Muslim inatufundisha mambo mawili. Jambo la kwanza, watu waliokufa wanasikia, wacha ulama hata wakiwa makafiri wanasikia. Lakini jambo la pili, inafaa kuwaita watu ambao kwamba tayari washakufa, inafaa kuwanadia, inafaa kuwaita. Mambo mawili haya tunayapata katika hadithi ambayo kwamba ipo katika Sahih Muslim. Taban, anaweza kuja mbaranganya akaleta mauzauza yake akasema la, lakini hadithi hiyo ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio aliyofanya hivyo. Je, sisi wengine tukiwaita wafu kuna dalili yoyote ya kwamba wanatusikia? Angaa hakuna takhsisi hiyo, lakini tufaradhie kwamba huyu kichwa chake ni kigumu sana, hasikii. Tunaombea iko hadithi nyingine, tulia vitabu viongee. Tulia vitabu viongee, sisi hatusemi kitu. Hadithi nyingine ambayo kwamba ni hadithi sahihi kabisa, ambayo kwamba ameinukulu al-Imam al-Hafidh as-Suyuti. Al-Imam al-Hafidh as-Suyuti anasema, ananukulu katika kitabu chake Al-Lum'ah fi ajwibati al-as'ilati sab'ah, ambayo kwamba iliyochapwa katika kitabu chake Al-Hawi mujallad wa 2 sahifa 170. Anasema rawa al-Hafidh Ibn Abd al-Barr fi al-Istidhkar, amepokea al-Imam Ibn Abd al-Barr katika kitabu chake al-Istidhkar wa at-Tamhid, na katika kitabu chake at-Tamhid, min hadith Ibn Abbas, katika hadithi Ibn Abbas, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume amesema ma min ahadin,
ma min ahadin, hakuna mtu yoyote, ma min ahadin, hakuna mtu yoyote, yamurru, anayepita, biqabri akhihi, kulipitia kaburi la ndugu yake, almu'min, ambaye kwamba ni muumini, kana yaarifuhu fi dunya, ambaye kwamba alikuwa anamjua duniani, fasallama alayhi, akamsalimia, illa arafahu, isipokuwa mtu huyo humjua, waradda alayhi salam, Allah, na huyo mtu humrejeshia salam. Intabihu jayidan, ma min ahadin yamurru biqabri akhihi almu'mini kana yaarifuhu fi dunya fasallama alayhi, akamsalimia, asema illa arafa, isipokuwa yule mtu humjua, waradda alayhi salam, Allah, na akamrejeshia salam. Sahahahu al-Hafidh Abu Muhammad ibn Abdul Haqq, hadithi imesahihishwa na al-Imam al-Hafidh Abu Muhammad ibn Abdul Haqq. Qultu, nimesema wal Hafidh ibn Abdul Haqq, na huyu al-Hafidh ibn Abdul Haqq kwa watu wasiomjua, imamun fil ilal, ni mwanazuoni mkubwa katika ilalul hadith wa ma'rifati alhadith, na ni mwanazuoni mkubwa katika ulumi alhadithi, kama fi tadhkirati alhuffadh lidhahbi, kama alivyolieleza hilo al-Imam al-Dhahabi katika kitabu chake Tadhkiratul Huffadh, na vile vile ameisahihisha hadithi hii mwenye kitabu Aunul Ma'bud sharh Sunan Abi Daud mujallad wa 3 sahifa ya 370. Idhan hadithi hii ni sahihi kabisa, wala haina vumbi ya kwamba mtu ukiwa kuna mtu ulikuwa unamjua ukimsalimia atakujibu. Sasa atakujibu vipi kama hakusikii? Atakurejeshea vipi salamu kama hafanyi nini? Kama alikuwa hakusikii. Kwa hivyo bila shak wala raib ni kwamba hadithi hii inafanya nini? Inatujulisha ya kwamba mtu akiwa amekufa ukienda kumsalimia na ukimwambia kitu chochote anafanya nini? Anakusikia. Lakini si hivyo tu, sisi tunasomeshwa katika adabu ziyarati alqubur. Ukisoma katika Sahih Muslim na vitabu vyote unayapata haya ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akienda kuyazuru makaburi ya Baqi'ul Gharqad. Baqi'ul Gharqad ni makaburi au maziara ya watu wa Madina. Alikuwa akitoa salamu hii akisema, assalamu alaykum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun, as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Akiwasalimia watu walioko makaburini. Sasa kama watu hawakusikii, kuna mantiki gani ya kuwasalimia? Kwa hivyo hii ni dalili ya kwamba watu ambao kwamba waliokufa ukiwasalimia wanakusikia. Na hadithi hii tutaiweka kiporo, tutaisherehesha vizuri zaidi wakati tutakapokuja kusherehesha hapa masala mengine, masala ya kufaa kutawassal na watu ambao kwamba waliokufa. Sasa nafikiri mihwar ya kwanza au kituo cha kwanza ambacho kwamba tulisema kikifahamika hiki, basi masala mengine yatafahamika, ni kituo cha kueleza ya kwamba watu waliokufa wanasikia. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa watazamaji, nafikiri mushafahamu ufahamu ambao kwamba hauna shaka ya kwamba watu waliokufa wanasikia, kwa dalili hizi ambazo kwamba nilizozitoa kutoka katika vitabu vya ulamai wetu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Lakini pia tushafahamu ya kwamba yule bwana mdogo ambaye kwamba aliyotoa klipu ile ya upotoshaji ametumia aya sehemu ambayo kwamba sio, kwa dalili na ushahidi wa maneno ya ulama tafsir kama kina al-Imam Ibn Jarir at-Tabari na wengine. Kwa sababu unajua mara nyingine mtu unaweza kukosoa kitu si kwa sababu kile kitu ulichokikosoa kina matatizo, la, bali ni kwa sababu fahamu yako ina matatizo. Mmoja katika washairi anasema, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min alfahmi saqimi. Ni watu wangapi ambao kwamba wanaikosoa kauli ambayo kwamba iko sawa sawa, jambo ambalo kwamba liko sawa sawa, wa afatuhu min alfahmi saqimi, lakini kumbe tatizo linatokana na ufahamu wake ambao kwamba una ugonjwa.
Pia al-Imam Hasan bin Ali as-Saqaf hafidhahu Allah ta'ala katika mandhuma yake Khulasatu at-Tauhid anasema qad yuhramu al-mazkumu riha al-adhfari wal famu adhba al-mali ajli adh-dharari. Anasema qad yuhramu al-mazkumu, mara nyingine anaweza kunyimwa mtu mwenye mafua riha al-adhfari, harufu ya manukato mazuri. Mtu umepaka manukato yako mazuri, lakini mtu mbona sisikii harufu yoyote? Tatizo si kwamba manukato haya hayana harufu nzuri, hapana. Tatizo ni kwamba pua zake zina matatizo. Walfamu adhba almali ajli dharari, mara nyingine mdomo unaweza kukosa ladha ya maji kwa sababu una matatizo, una malaria. Sasa tatizo si kwamba maji ni machungu, hapana. Tatizo ni kwamba mdomo wako uliotumia kunywa haya maji ndio wenye matatizo. Kwa hivyo tatizo si kwamba lile tulolifanya kule makaburi la matatizo, la, ni suala ambalo kwamba liko sawa sawa, lakini tatizo ni kwamba kichwa ambacho kwamba kilichosikia au kilichoyaweka kichwani yale tuliyofanya kule makaburini ndicho ambacho kwamba kina nini, ndicho ambacho kwamba kina matatizo. Kwa hivyo lazima tukitibu. Kwa hivyo nafikiri suala hili la kwanza lishafahamika, lakini suala la pili ni suala la kufaa kutawassal na watu waliokufa. Suala la kutawassal na watu waliofanya nini, waliokufa. Ama yani hii itakuwa ni finyu zaidi, kufaa kutawassal, kumuomba Mwenyezi Mungu kupitia mtu mwingine. Je, suala hili linafaa sawa sawa awe hai au amekufa? Kwa sababu sisi katika masala ya kutawassal na watu hatutofautishi baina aliyekufa na aloko hai. Kwa sababu tunayemuomba nani? Tunayemuomba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu si tunatawassal naye, hatutawassal na mwili wake, hapana. Tunatawassal kwa matendo mema yake. Tufahamiane vizuri sana. Tunapotawassal na wanaochuoni, tunapotawassal na ulama, hatutawassal na nini? Na miili yao. Tunatawassal na nini? Na matendo mema yao. Na sote tunafahamu ya kwamba kutawassal na matendo mema inafanya nini? Inafaa. Hadithi ile ya wale vijana watatu waliofunikwa na nini? Na pango inamaliza masala yote. Kwa hivyo ndio manake hatutofautishi katika kutawassal baina ya kutawassal na aloko hai na kutawassal na alokufa, kwa sababu tunatawassal na matendo mema, na matendo mema ni mema tu sawa sawa mtu awe amekufa au yuko hai. Lakini anayeombwa hakikatan nani? Anayeombwa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuthibitishe suala hili la kufaa kutawassal na watu wema. Hii ni sahihu al-Bukhari. Katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadithi nambari 1110, hadithi nambari 1110 an Anas bin Malik, imepokelewa kutoka kwa Anas bin Malik, anasema anna Umar ibn al-Khattab, hakika sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ardahu, kana, alikuwa, idha qahatu, pindi wanapopata ukame, yani ukame unapoingia pale Madina, mvua ikawa hainyeshi, dhiki zikawa zimeenea, istasqa bil Abbas, Allah huomba mvua kupitia nani? Kupitia al-Abbas. Hutawassal kwa Mwenyezi Mungu katika kuomba wanyeshewe, wapewe mvua kupitia nani? Al-Abbas, ami yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema istasqa bil Abbas ibn Abd al-Muttalib, huomba mvua kupitia al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Faqala, akasema, Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, inna, hakika yetu sisi, kunna natawassalu ilaika, tulikuwa tukitawassal kwako wewe, tulikuwa tukikuomba wewe Mwenyezi Mungu, binabiyina, kupitia nani? Kupitia mtume wetu, fatasqina, unatupa mvua. Sasa mtume kisha kufa, si kwamba haifai kutawassal naye, la, tunatawassal naye, lakini hakuna huyu ami yake ambaye kwamba alikuwa akimheshimu sana pia. Wa inna natawassalu ilaika, na hakika yetu sisi tunatawassal kwako wewe, biammi nabiyina, kupitia ami ya nani?
ya mtume wetu, fasqina, basi tunyesheze mvua sisi, fayusqaun, wananyeshezewa mvua. Hadithi hii ipo katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari, hadithi nambari ngapi? Hadithi nambari 1010. Kwa hivyo hadithi hii inatufundisha ya kwamba hakuna ubaya kutawassal na mtu mwema, na kutawassal na mtu mwema hakikatan ni kutawassal na matendo yake mema. Na hili ni suala ambalo kwamba halina ishkali kabisa, bali ulama wameliweka wazi, na ni suala ambalo kwamba masahaba wenyewe ambao kwamba hakuna mtu anaweza kusema kwamba anajua tauhidi kuliko masahaba. Jamanini, hawa ndio waliorithi elimu kutoka kwa mtume. Kwa hivyo wewe ukijifanya unajua tauhidi, basi ujue hawa sahaba tu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wanajua tauhidi kukuliko wewe mara 10,000. Kwa hivyo kina Sayyidina Ali wako, kina Sayyidina Uthmani wako, kina Anas wako, kina Abu Dharr wako, kina masahaba wako hai. Sayyiduna Umar anatawassal kupitia Al-Abbas na wao wapo. Kwa hivyo suala hili linakubalika kwa ijma' sukuti ya masahaba. Sasa suala hili ingekuwa ni shirki au ni dharia, ni njia ya kutupeleka katika shirki, masahaba wangelinyamazia? Bila shaka wala raib, masahaba wasingelinyamazia. Na ufahamu huu si mimi peke yangu nilofahamu, la, ni ufahamu wa ulama jamaa, na ni mamia ya ulama, na aqwali nyingi sana za ulama katika hili. Lakini wacha nikunukulie maneno ya mmoja katika ulama ambaye kwamba ni al-Imam Shaukani rahimahullahu ta'ala, ambaye kwamba anakubalika kwa pande zote. Sisi tunamkubali, lakini na wao pia wanamkubali. Hiki ni kitabu ambacho kwamba kinaitwa Raf'ul Manara litakhriji ahadithi tawassul wa ziyara. Hiki ni kitabu Raf'ul Manara litakhriji ahadithi tawassul wa ziyara cha al-allama al-imam mufti muhaddith ad-diyar al-misriya ad-doktor Mahmud Said bin Muhammad Mamduh. Al-allama Dr. Mahmud Said Mamduh, watu ambao kwamba wanaofuatilia masala ya hadithi wanamfahamu nani. Katika kitabu hiki chapa ya Darul Imam Ar-Razi, katika chapa ya Darul Imam Ar-Razi, chapa ya pili ya mwaka 1440 2018, anasema al-allama Mahmud Said Mamduh akinukulu maneno ya al-allama Muhammad bin Ali Ash-Shawkani, maneno yake ambayo kwamba taban yanakata mzozo kabisa. Anaeleza al-allama Muhammad bin Ali Ash-Shawkani katika kueleza kufaa kutawassal na watu ambao kwamba ni wema. Anasema amma tawassulu ila Allah subhanahu wa ta'ala, ama kutawassal kwa Mwenyezi Mungu, bi ahadin min khalqihi, kwa mmoja au kwa yote katika viumbe wake, fi matlabin yatlubuhu al-abdu, katika haja yote ambayo kwamba anaitaka mja, min rabbihi, kwa Mola wake. Faqad qala Sheikh Izzuddin ibn Abdussalam, hakika amesema al-allama al-Sheikh Izzuddin ibn Abdussalam, innahu la yajuzu tawassulu ila Allah ta'ala illa bin nabi sallallahu alayhi wasallam, haifai kutawassal kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa kupitia mtume tu, in sahha al-hadithu fi, ikiwa hadithi ya kutawassal mtume itakuwa ni sahihi. Wala'allahu yushiru ila al-hadith alladhi akhrajahu an-Nasa'i fi sunanihi. Al-allama Shawkani anasema huenda anaishiria hadithi ile aliyopokea al-Imam an-Nasa'i wa Tirmidhi fi sahihi, wa Tirmidhi na al-Imam at-Tirmidhi wa sahahu na amesahihisha Ibn Majah wa ghayruhum, anna ama ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa dhakara al-hadith, akusudia ile hadithu al-ama ya Uthman bin Hunayf. Qala, amesema walinnasi fi maana hadha qawlani, ulama katika maana ya jambo hili wana kauli mbili, yani la kufaa kutawassal. Ihdahuma, moyawe, inna tawassula, hakika tawassul, huwa alladhi dhakarahu Umar ibn al-Khattab, ni ile ambayo kwamba alitaja Sayyidina Umar lamma qala, aliposema kunna idha ajdabna natawassalu bi nabiyyina ilayka fatasqina wa inna natawassalu bi ammi nabiyina, huwa fi sahih al-Bukhari wa ghayrihi.
Faqad dhakara Umar radhiyallahu anhum, hakika ametaja Sayyidina Umar, innahum kanu yatawassaluna bin nabii sallallahu alayhi wasallam fi hayati bil istisqai thumma tawassala bi ammihi al-Abbas ba'da mauti, ya kwamba wao walikuwa wakitawassal na mtume akiwa katika uhai wake wakitaka mvua, kisha baada ya hapo wakatawassal na ammi yake. Watawassuluhum, na kutawassal kwao, huwa istisqauhum, ni kuomba kwao mvua kupitia yeye, bihaithu yad'u wa yad'una ma'ahu fayakunu huwa wasilatuhum ila Allah ta'ala. Haya ni maneno ya Imam Izzuddin bin Abdi Salam. Alhasil, kisha al-Allama Shawkani baada ya kunukulu maneno haya ambayo kwamba ni marefu taban, hatuyataki, yani hatuna haja hapa katika istidlal, anasema wa indi, na kwangu mimi Ash-Shawkani sasa, annahu, ni kwamba la wajha li takhsisi jawazi tawassul bin nabii sallallahu alayhi wasallam, hakuna wajhi, hakuna dalili ya kufungamanisha suala la kutawassal ya kwamba inafaa kutawassal na mtume peke yake, kama zaamahu Sheikh Izzuddin ibn Abdul Salam, kama alivyolidai hili huyu Sheikh Izzuddin ibn Abdi Salam, li amrain, kwa mambo mawili. Al-awwal, jambo la kwanza, ma arrafnaka bihi, ni suala tulilokufahamisha, min ijma'i sahabati radhiyallahu anhum, kutokamana na ijma' ya masahaba, Mwenyezi Mungu awaridhie, ya kwamba masahaba walimsikia Sayyidina Umar anatawassal kupitia al-Abbas na hawakusema chochote. Kwa hivyo hii ni ijma' kutoka kwao ya kwamba inafaa kutawassal na sio kwa mtume. Wathani, la pili, na hili ndilo ambalo kwamba nataka talabatul ilmi muwe makini sana na mchukue kalamu muandike maneno haya ya Imam Shawkani. Anasema wathani, nukta ya pili, inna tawassula ila Allahi, hakika kutawassal kwa Mwenyezi Mungu, bi ahli al-fadl wal ilmi, kupitia watu wa fadhila na ilmi, huwa fi tahqiqi, suala hili katika uhakiki kabisa, tawassulun bi a'malihim as-salihah, ni kutawassal kupitia matendo yao mema, wa mazayahumul fadila, na matendo yao matakatifu. Idh la yakunu alfadilu fadilan, kwa sababu mtu mtukufu hawezi kuwa mtukufu illa biamali, isipokuwa kwa matendo yake. Yani tunaposema mtu huyu ni wali, mtu huyu ni mcha Mungu, ucha Mungu na wali na huo utukufu umepata kupitia nini? Kupitia elimu yake na matendo yake. Kwa hivyo anasema al-Imam Shawkani, tunapotawassal na mwanachuoni hatutawassal na mwili wake, tunatawassal na matendo yake mema. Fa idha qala al-qailu, pinda akisema mwenye kusema, Allahumma inni atawassalu ilayka bil alim al-fulani, Mwenyezi Mungu natawassal kwa kupitia mwanachuoni fulani, fa huwa bi'tibari ma qama bihi min al-ilm, anatawassal naye kwa kuzingatia ile ilmu ambayo kwamba aloisimamia huyu mwanachuoni. Wa qad thabata fi sahihain, na hakika imethubutu katika sahihain wa ghairihima, na zinginezo, anna nabii sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, haka ameeleza ani thalathati alladhina, kueleza wale watu watatu ambao kwamba intabaqat alayhim as-sakhra, ambao kwamba jiwe liliofunika katika lile pango, anna kulla wahid minhum, ya kwamba kila mmoja katika wao, tawassala ila Allah, alitawasal kwa Mwenyezi Mungu, bi'a'dhami amalin amila, kupitia ile amali kubwa zaidi aliyoifanya. Fartafa'at as-sakhra, jiwe lile likafanya nini? Likaondoka. Falau kana tawassulu bil a'mali al-fadila, law ingelikuwa kutawassal kupitia matendo mema, ghaira jaizin, haifai, au kana shirkan, au ingelikuwa ni shirki, kama yaz'umuhu al-mutashaddidun, kama wanavyodai hilo washadidivu. Al-Imam Shawkani pia amewaita ni washadidivu. Fi hadha albabi, katika mlango huu, kabni Abdi Salam, kama Ibn Abdi Salam, wa man qala biqawlihi, na wale walioifuata kauli yake, min atba'ihi, katika wafuasi wake, lam tahsulil ijabatu min Allah lahum, wasingejibiwa na Mwenyezi Mungu. Yani al-Imam Shawkani anasema lau ingelikuwa kutawassal na matendo mema haifai au ni shirki, wale vijana wasingejibiwa na Mwenyezi Mungu na lile jiwe likaondoka. Wala sakata an-nabii sallallahu alayhi wasallam an inkari ma faaluhu baada hikayatihi anhum, wala mtume asingelinyamazia hili. Wa bihadha, na kupitia hili, taalamu, tafahamu, anna ma yuriduhu almani'una, ya kwamba zile dalili wanazozileta wenye kuzuia kutawassal na watu wema, min tawassul bil anbiya wa sulahai, wala wanaozuia kutawassal na manabii na watu wema, أنما يريده من نحو قوله تعالى, kumfano kauli ya Mwenyezi Mungu,
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa fala tad'u ma'a Allahi ahadan lahu da'watul haqqi walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bishay. Kwa sababu watu sisi tunawatawassal na manabii na watu wema, wale wanaopinga kitu cha kwanza na kusomea aya hizi. Al-Imamu Shaukani anasema laisa biwaridin, asema radi hii, yani kuturadi kupitia aya hii si radi ya kukataa tawassul na matendo mema, bal huwa min al-istidlali ala mahalli nizai bima huwa ajnabiyun anhu. Allahu akbar. Al-Imamu Shaukani anasema kuleta aya hii katika kuzuia kutawassal na watu wema au kutawassal na manabii ni kuleta dalili sehemu ambayo kwamba sio. Fa inna qawlahum, hakika kauli yao kupitia aya hii, yani hakika kutolea kwao dalili kupitia aya hii, maana abudu ila liqarribuna ila Allahi zulfa, musarrihun, hii inaweka wazi bi annahum abaduhum, ya kwamba wale makureshi walikuwa wakiabudu wale mizimu. Lidhalika, kwa sababu hiyo, wal mutawassil bil alimi mathalan, na mtu mwenye kutawassal na mwanachuoni mfano, lam yaabudu, hajamwabudu, bali amemwomba Mwenyezi Mungu kupitia amali njema, bal alima, bali amejua anna lahu maziyatan inda Allah bihamlihi alilm. Mtu mwenye kutawassal na mwanachuoni anafahamu kwamba huyu ana daraja mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ni mwanachuoni, fatawassala bihi lidhalika, akatawassal naye kwa sababu hiyo ilmu yake. Kisha Al-Imamu Shaukani akaleta maneno mingi sana katika kueleza kwamba hakuna dalili yoyote ambayo kwamba wako nayo watu wenye kuzuia kufanya kutawassal na matendo mema. Na haya amesema Al-Imamu Shaukani, na tumesema Al-Imamu Shaukani anakubalika kwa pande zote mbili. Hakuna asiyefahamu Nailul Awtar ya Al-Imamu Shaukani, na masalafi, mawahabi, matalafi, sukina nani, wote wanaitumia Nailul Awtar, na hakuna ambaye kwamba mwenye jeuri ya kuja kutuambia ya kwamba Al-Imamu Ash-Shaukani ni mshirikina, labda huyu mpotevu tu. Haya amesema Al-Imamu Shaukani katika kitabu chake Tuhfatudh Dhakirin. Katika kitabu chake Tuhfatudh Dhakirin ndiye aliyosema Al-Imamu Shaukani. Taban maneno ni marefu katika kuwaradi hao potoshaji. Ukitaka kwa urefu rejea kitabu Tuhfatudh Dhakirin au rejea kitabu hiki Raf'ul Manara li takhriji ahadithi at-tawassul wa ziyara cha Al-Imamu Shaukani rahimahullahu ta'ala. Lakini pia katika kitabu Siyaru A'lami Nubala cha Al-Imam Al-Hafidh Dhahabi anaeleza kufaa kutawassal na watu wema ambao kwamba waliokufa. Anasema Al-Imam Al-Dhahabi katika kitabu chake Siyaru A'lami Nubala mujallad wa 9 ukurasa wa 343 anasema qala Ibrahim Al-Harbi, amesema huyu Al-Imam Ibrahim Al-Harbi. Tunamfahamu Al-Imam Ibrahim Al-Harbi alikuwa ni katika wanawachuoni na wacha Mungu wakubwa mno wa Iraq. Rejea katika tarjama yake, anasema wa huwa man huwa. Al-Dhahabi anasema Ibrahim Al-Harbi, nani Ibrahim Al-Harbi? Ibrahim Al-Harbi ni huyo, anasema qabrun ma'ruf at-Tiryaq al-Mujarrab. Ibrahim Al-Harbi anasema qabru ma'rufi afwan ni qabru ma'rufi at-Tiryaq al-Mujarrab. Anasema Al-Imam Ibrahim Al-Harbi qabru ma'rufi, yani kaburi ya Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi. Tumfahamu sisi Ma'ruf Al-Karkhi ni katika wacha Mungu pia. Anasema qabru ma'rufi, yani qabri ya Ma'ruf Al-Karkhi, ya mwanachuoni huyu Ma'ruf Al-Karkhi, at-Tiryaq al-Mujarrab, ni dawa ambayo kwamba iliyojaribiwa. Allahu akbar. Yuridu, anakusudia Al-Imamu Ibrahim Al-Harbi kwa maneno yake haya, ijabata duai al-mudhtar indahu, kujibiwa dua ya mtu aliyosongeka na matatizo yake katika kaburi ya Ma'ruf Al-Karkhi. Al-Imamu Dhahabi anaendelea kwa kusema lianna al-biqaa al-mubaraka, kwa sababu viwanja vitakatifu yustajabu indaha du'a, dua inajibiwa katika viwanja vitakatifu. Kwa hivyo Al-Imamu Dhahabi anazingatia kwamba sehemu walizozikwa watu wema ni katika viwanja nini? Katika viwanja vitakatifu. Kisha akasema katika Siyaru A'lami Nubala pia mujallad wa 10 sahifa ya 107 afwan, katika tarjama ya Sayyida Nafisa
Tumfahamu sisi Sayyida Nafisa radhiallahu anha, Nafisatul ilmi. Huyu ni katika walimu wa Imam Shafi. Huyu ni mwanamama ambaye kwamba alikuwa ni mcha Mungu na ni msomi kweli kweli, katika wanawake wasomi waliokuwako katika mji wa Misri, Sayyida Nafisa radhiallahu anha, na ilikuwa ni katika Ahlul Bait. Al-Imam Shafi alipotoka Iraq kuja Misri, katika watu waliosoma kwao ni Sayyida Nafisa, na alihusia akifa kabla hajaenda kuzikwa lazima jeneza lake lipitishwe kwa mwanamama huyu Sayyida Nafisa, aswaliwe naye. Kwa hivyo si mtu wa kawaida. Anasema Imam Dhahabi akizungumzia Sayyida Nafisa, anasema waddu'a mustajabun inda qabriha, na dua inakubalika katika kaburi la Sayyida Nafisa, bal wa inda quburi al-anbiya'i was-salihin. Allahu akbar. Bali katika makaburi ya watu wema pia dua inafanya nini? Inakubalika. Kwa hivyo ndugu zangu, subhanallah, na mavitabu hivi, vitabu vyote ni adilla za ulama katika kufaa kutawassal na waja wema, na lau nitaamua kuzisoma hapa dalili moja moja, wallahi tutafika asubuhi na hatujamaliza. Isipokuwa tu al-labibu takfihi al-ishara, mtu mwerevu anatosheka na ishara tu ya mazungumzo, wala yahitaji ila kathrati al-ibara, wala hahitaji ibara nyingi sana. Lakini tumeeleza haya kwa sababu upeo wa watu katika kufahamu unatofautiana. Kwa hivyo hizi zote ni dalili nimezieleza katika kufaa kutawasala na waja wema. Kwa hivyo kama dalili hizi hazijakutosheleza, basi wewe njoo tukuswalie tu, tukuswalie salatul janaza, basi tukakuzike, maana huna maana ya kuwa katika uhai. Kadhia ya mwisho ni kadhia ile ya masala ya maneno yale ya Sheikh Al-Hadi ya kwamba tumekuja kuomba ruhusa. Ni shirki. Subhanallah. Jamani, hawa wanafunzi wanatupa kazi hawa ya kuwafundisha. Sasa jamani, yani mtu kusema nimekuja kuomba ruhusa kwa huyu mwanachuoni alioziko hapa, shirki iko wapi hapo? Yani kuomba ruhusa pia ni shirki? Au nyinyi shirki hiyo mnaifahamu vipi? Lakini tatizo ni kama tulivyosema, tatizo ni kwamba tasawuri yake katika kuyasawiri haya mambo ndiyo tasawuri ambayo kwamba imekuja kimakosa, kwa sababu watu wa mantiki wanasema alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Kukihukumu kitu ni tandu au ni tawi la tasawur. Tasawuri ni ile yani kukifahamu kitu, taarifu ya kitu umekifahamu vipi. Baada ya kukifahamu kitu ndio utakitolea hukumu, si ndio? Kwa sababu kitu kabla hujakitolea hukumu lazima ujue definition yake ndio utolee hukumu. Sasa definition, taarifu ikiwa makosa, lazima hukumu pia utafanya nini? Itakuwa ni makosa. Kwa hivyo vile alivyofahamu ya kwamba watu waliokufa hawasikii, ndio maana yake akasema maneno haya, na wala hakuna mafungamano kabisa. Kwa hivyo hakuna haja ya kupoteza maneno ya kujibu porojo kama hii, kwa sababu ni porojo tu. Yani porojo ni maneno ghairu ilmi, ni maneno ghairu mantiki, ni maneno ambayo kwamba hayana vichwa wala miguu. Kwa hivyo hatuna haja ya kutumia muda mwingi kueleza porojo hii. Porojo hii akaeleze watu wa vijiwe vya porojo, lakini katika meza za watu wa ilmu tunataka maneno ya kielimu, si masala kuporojoka tu. Kwa hivyo na yeyote ambaye kwamba anaona ya kwamba haya hayako sawa, aje akae namna hii, atoe dalili, atoe hujja, si kutoletea maneno tu kama maneno ya huyu kijana kutaka kuwapotosha watu. La, hakuna kabisa masala haya. Hatuwezi kubali watu wakapotosha tu namna hii. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa watazamaji, nafikiri madai ambayo kwamba alioeleza yule kijana tumeweza kubatilisha ilmiyan. Na sisi mara nyingi kama tunavyosema huwa hatupendi maneno makavu, porojo. La, tunapenda tukija kukaa katika meza hapa tutoe dalili tu. Tumetoa dalili za hadithi katika Sahih Bukhari, katika Sahih Muslim, katika tafsiri Ibn Jarir Tabari, kadha. Aliyakuwa yeye yule kijana alitoa porojo tu, hakuna dalili yote, kwa sababu si msomi. Hasa ukimwangalia tu si msomi, yuko mbali kabisa na ilmu. Na tunawaambia tu masalafi na watu wengine matalafi ya kwamba mkitaka kupambana na masufi, sisi watu wa tasawuf mtapata shida. Hamwezi kupambana kabisa na usomi wa kitasawuf. Mfano wa mtu ambaye kwamba anataka kupambana na watu wa elimu katika masufi ni mfano wa mtu ambaye kwamba anataka kulipiga kichwa jabali.
yani amekaza fuvu yeye kwamba ana nguvu sana, eti ataka kupambana na jabali. Huwezi. Mmoja alisema, ya natih aljabal ashfiq ala ra'sika la ala aljabal, ewe unayelipiga kichwa jabali, kionee kichwa chako huruma, sio jabali. Jabali lenyewe limetulia tu, utajikaza mwenyewe, utapiga kichwa, ukipiga utatoka damu wewe. Kwa hivyo tunawaambia ulamai wa kisufi ni kama majabali, wametulia tu, nyinyi mtajikaza, mkijipiga mtatoka damu wenyewe, mtaadhirika. Kwa hivyo wasia wetu, tuko huyu kijana aketi chini asome, na kama hajapata walimu, sisi tupo